ndugu yangu wa Sabato, bado tunaendelea kusemezana. Wale ambao bado wanaamini kwamba siku ya Sabato, siku ya saba ndio siku takatifu, wamefeli, kwa sababu hapa kuna siku za Mungu na hapa kuna siku za binadamu. Katika siku za Mungu kuna siku saba tu ambazo zimejitosheleza tangu kuumba mpaka kiyama, tangu uumbaji mpaka kiyama. Ni siku saba tu zinajitosheleza kwa Mungu. Lakini nyewe wanadamu mmewekewa siku zenu, na nyewe kila mmoja anajua siku zake anazoishi ni ngapi. Na tukumbuke kwamba katika siku ya 4 ya Mungu, hapo ndipo ulipoumbwa mianga juu miwili, ziwe ndio ishara za siku za binadamu, kwamba ziwe ni ishara majira na miaka, na majira ndio yawe majira na misimu ya mwanadamu itoke hapo katika kupitia mianga hiyo miwili iliyowekwa juu hapo, kwamba ndio itaonekana kwamba kuna dalili za majira na kujulikana siku na mchana, vikaumbwa siku ya 4 ya Mungu. Na wewe mwanadamu umeumbwa siku ya 6, na umeumbwa siku ya 6 ya Mungu. Lakini kumbuka, katika siku hizo zote tulikuwa tunaisubiria siku ya saba katika harakati zote za maisha yetu duniani. Tangu mwanzo wa maisha yetu mpaka Kristo anakuja duniani, tulikuwa tukisubiria siku ya Bwana, ambayo ndo tutakayokuja kupumzika naye. Na siku hiyo Bwana atakapokuwa amekwisha kutukusanya na kuitakasa siku yake, tutakuwa tunahudumiwa na yeye, tutakuwa peponi pamoja naye. Bwana ndiye atakayekuwa mchungaji wetu, anatulisha na kutuvisha na kutupa huduma zetu. Ni siku hiyo tulikuwa tukisubiria. Manabii wote wamekuwa wakisema kwamba katika siku hiyo mashoka yatakuwa yameelekea miti, mioyo ya watoto itarejea baba zao na mioyo ya baba itarejea watoto wao. Katika siku hiyo wazee wataota ndoto, vijana watatabiri, watoto wataona maono. Manabii bado wanaendelea kusema katika siku hizo atakapokuwa amekuja yeye aliye mkuu katika wanadamu, atakaposhuka yeye aliye mkuu katika wanadamu, ndipo atakapokabidhiwa mamlaka, ndipo atakapomhukumu adui mkuu wa ulimwengu huu, atakapomhukumu, na kisha atakapokabidhiwa yeye mamlaka ya kutawala ulimwengu, na kisha naye atakabidhi kwa watoto wake mamlaka wapate kutawala pamoja naye. Yeye ambaye ni mfano wa wanadamu atakabidhi naye watoto wake ambao ni wanadamu watakatifu watakaosikia neno lake. Hao ndio watakaokuwa wakitawala pamoja naye ulimwenguni. Hao watakuwa wakitawala pamoja naye ulimwenguni, na hao watakuwa na nguvu, na hao ndio watakao mhukumu adui, kwa sababu watakatifu wa Mungu ndio watakao hukumu ulimwengu, na adui na ulimwengu wake utahukumiwa pamoja na watakatifu wa Mungu, wale watoto wa yule aliye mfano wa wanadamu, aliyewakabidhi mamlaka wote. Acha kujadili siku na kupoteza muda wako. Yatafute yaliyo juu ukiwa umefufuliwa pamoja na Kristo, kama vile isemavyo Wakolosai 3. Kama umefufuka pamoja na Kristo, basi yatafute yaliyoko juu, Kristo aliko ameketi mkono wa kuume wa Mungu. Yatafakarini hayo siku na mchana, mtamwona Kristo na mtakuwa na msaada.
Na hata kama utakapokuwa umepatikana na matatizo kiasi gani, ukitafakari yaliyoko juu, ukamwona Kristo, shida zako zote, matatizo yote yatakoma. Hata kama ni vita, zitaisha. Maana vita vyetu sio vya mwili na nyama. Vita vyetu ni vya kiroho, vina nguvu katika Bwana, hata kuangusha ngome za maadui zetu. Tunaangushaga ngome hizo na vita hizo na maadui yao kabla hawajawaza mawazo yao, kwa sababu Mungu mawazo yao anayajua. Anapangua mawazo yao wakiwa kabla hawajaweka hata vikao vyao, kuangusha hizo ngome na kuwaharibu wote wanaofanya uharibifu kabla hawajajipanga kufanya uharibifu wao, kabla hawajajipanga kwenye vikao vyao, kabla hawajaweka kambi zao. Bwana wateketeza na kuwabadilisha. Msikilizeni Mungu anayebadilisha mambo yote, anayetawala mambo yote, ambaye mifumo yote ya dunia anaifahamu. Wacha kujadili habari zako mwenyewe, wacha kupoteza muda, tafute Mungu. Tunakaa na Mungu, Roho wa Mungu anakaa nasi ndani yetu, kutupa siri hizo, kujua mambo mengi ya kimungu, tupate kuyafahamu pale tunapokuwa tunatii neno la Mungu. Sawa sawa.